Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii njema ambayo Bwana ametupa na kwa kibali chake ambacho Bwana ametujalia. Amen, amen. Amen, watu wa Mungu. Amen, watu wa Mungu. Amen, watu wa Mungu. Kama tunayo amani tusalimiane namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, mimi naitwa Leonard Simfukwe, natokea Mbeya mjini. Sasa ninaomba unisikilize kwa makini. Tunaanza na hiki kipengele, namna Roho Mtakatifu. Ndio nimeanza hivyo, mwalimu umeshaanza, ndio nimeanza, wewe nisikilize tu. Namna Roho Mtakatifu anavyoamsha watu wake kwenye nafasi zao, au anavyosababisha uamsho wa kiroho kwenye nafasi aliyokuweka. Roho Mtakatifu anaweza kukuweka kwenye nafasi alafu wewe ukawa ujui. Kuto kujua ni sawa na mtu aliyelala kiroho. Hata kama unaomba, kuomba haitoshi. Kuwa na silaha usizojua namna ya kuzitumia, utashindwa vita hata ambayo ungeweza kuishinda. Utayaogopa yaliyopaswa kukuogopa wewe. Kuwa na silaha usizozijua namna ya kuzitumia, utakimbia mahali ambapo ulipaswa wewe kukimbiwa. Yaani wakati watu wanaotegemea nguvu za giza walitakiwa kukimbia, ila wewe utajikuta unawakimbia. Utaonewa. Kuonewa maana yake ni kufanyiwa vitu ambavyo hukutakiwa kufanyiwa, sio kwa sababu Mungu wako ni mdogo, ila kwa sababu wewe uliyewekwa kwenye nafasi haujui. Maana yake kwa kiroho umelala, umepoa. Kuna mtu anaweza akawa kwenye nafasi lakini amepoa kiroho, amepoa, yuko baridi. Sifa ya mtu aliye hai kiroho kwenye nafasi ni mtu ambaye yuko moto, fire, moto kwenye nafasi. Pumzi yake ni moto. Hata akiwa amekaa mahali wewe unaweza kumuona kawaida, lakini kwa kweli yeye ni moto kwenye ulimwengu wa roho. Wachawi wakimtazama wanaelewa kwamba huyu ni moto. Sasa Roho Mtakatifu anavoleta uamsho wa kiroho kwenye nafasi aliyokuweka. Fungua Biblia yako kwenye kile kitabu cha Walumi ile sura ya 13. Walumi sura ya 13 mstari wa 11 mpaka wa 14. Naomba usikie kwa makini. Walumi sura ya 13 mstari wa 11 mpaka wa 14. Walumi sura ya 13 mstari wa 11 mpaka wa 14, na utaandaa kitabu cha nabii Habakuki. Fungua Biblia yako, watu wa Mungu. Kwenye utangulizi huu ni muhimu ukanielewa, kwa sababu ukinielewa hautapata shida mbele. Na wakati huo utaandaa pia kitabu cha nabii Habakuki ile sura ya 3. Sala ya nabii Habakuki sura ya 3 mstari wa 2. Sura ya 3 mstari wa 2. Sasa angalia, ukisoma Walumi, waraka wa Paulo mtume kwa Walumi sura ya 13 mstari wa 11 mpaka wa 14, maandiko yanasema, naam, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu ukaribu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru,
kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Habakuki ile sura ya 3 mstari wa 2 anasema, Bwana, nimesikia habari zako, nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza habari yake. Katika ghadhabu kumbuka rehema. Haleluya. Ukianza na kitabu cha waraka wa Paulo mtume kwa Warumi, nisikilize kwa makini. Waraka wa Paulo mtume kwa Warumi, huu waraka Paulo hakuwa anawaandikia wapagani, hakuwa anawaandikia watu wasiomjua Yesu, hakuwa anawaandikia watu ambao hawajaamini. Ukiona waraka wa Paulo mtume kwa Warumi, analiandikia kanisa la Mungu lililoko Rumi, anawaandikia waamini walioko Rumi. Hakuwa anawaandikia watu wa mataifa, anawaandikia wale wanaosema Bwana asifiwe, anawaandikia wanaoimba kwaya, anawaandikia wanaoomba, anawaandikia wanaonena kwa lugha, anawaandikia walioko kwenye kanisa lakini lililokuwepo Rumi. Anawaandikia kanisa la Rumi. Na ndio maana unaona anaanza kwa kusema, naam, tukijua wakati ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Sasa wale wanaojifunza masomo ya wokovu wataelewa hapa Paulo alikuwa anasema nini, kwa sababu wokovu una ngazi. Ukiokoka, ukimpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umezaliwa mara ya pili, umeokoka. Hiyo ni hatua ya kwanza, kiumbe kimezaliwa. Kuna mchakato hapa, hatua ya pili. Hatua ya pili hiyo ndio inaitwa kuishi kwa imani, kuanza kuishi yale maisha ya wokovu. Hiyo ni hatua nyingine. Kuokoka ni hatua moja, kuanza kuishi sawasawa na kuokoka kwako, hiyo ni hatua nyingine. Hapo ndipo unahitaji mafundisho, hapo unahitaji uwe umejazwa Roho, na sio mara moja, na kila wakati unaomba ujazwe Roho Mtakatifu. Kwa nini ujazwe? Ili akusaidie namna ya kuishi maisha ya wokovu. Pale ndipo panahitaji kulinda imani, pale ndipo panakuwa na mchakato wa ukuaji. Safari ya kukua kiroho ni safari. Kiroho haukui tu kama kimwili. Kimwili ukizaliwa unaendelea kukua, unaendelea kukua. Ulikuwa mtoto, baadaye unakuwa kijana, unakuwa mtu mzima, baadaye unaanza kukua, unazeeka. Ni automatic, miaka inavyokwenda unakuwa. Lakini kiroho haukui kwa sababu umekaa kanisani muda mrefu. Hamna. Kiroho kukua ni mchakato ambao unakuhitaji wewe na Roho Mtakatifu, na unahitaji wewe kuhusika. Kukua kiroho ni intention, ni nia kabisa ya ndani. Mtu anakubali kwamba nahitaji kukua, anakuwa na utayari wa kukua. Ni safari. Ndio maana unaweza kuokoka miaka mingi, ukakaa kanisani na ukaanza kuimba kumtumikia Mungu, lakini kiroho ukawa hujakuwa, kwa sababu kukua kiroho ni mchakato. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, mnanielewa vizuri? Sasa ukishaokoka, tunasema ameamini, amempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anaanza mchakato wa kukua, kutembea na Mungu. Kwenye kutembea na Mungu huko atakutana na vitu vingi. Imani yake itajaribiwa. Amen.
Kadiri anavyokuwa kwenye imani yake itajaribiwa. Anatoka kiwango hiki anaenda kiwango kingine, anaanza kukutana na vita, upinzani wa aina mbalimbali. Anaendelea, anakuwa, anazidi kumjua Mungu hatua kwa hatua. Na kadri anavyokuwa kiroho, maisha yake yanaanza kubadilika kuanzia rohoni. Hawezi kuwa muongo tena, hawezi kuwaza mawazo mabaya, hawezi kufanya uzinzi, hawezi kuwa mlevi. Maana yake ule utu wa kale unakufa, utu mpya unaumbika ndani yake. Anaanza kuishi maisha masafi, maisha ya utakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu, maisha ya kutembea na Mungu. Anakuwa, baadaye Mungu anaanza kumpa wajibu ndani ya wokovu. Anaanza kumtumikia Mungu, mwingine muombaji, mwingine mtumishi, mwingine mwingine mhubiri. Lakini anaendelea kukua mpaka afikie kimo cha Kristo. Kwa sababu hatukui kumfanania mhubiri, wala kumfanania mwalimu, wala kumfanania mchungaji, wala kumfanania nabii. Tunakuwa kumfanania Kristo Yesu. Na kadri unavyokuwa, tabia za Kristo zinaanza kuonekana ndani yako. Hata kama mmezaliwa familia moja, wanaanza kusema familia hii tunaijua, lakini tukimtazama huyu mama, mbona ni kama sio wa familia ile. Ongea yake, maisha yake, matendo yake, tabia zake, namna anavyohusiana na watu ni tofauti kabisa. Kitu gani wanakiona? Hawaoni tabia za familia, hawaoni tabia za ukoo, lakini wanaona tabia za Kristo kwenye maisha ya huyu mama. Kwa nini? Kwa sababu kadri anavyokuwa Kristo, Roho Mtakatifu anamuathiri ndani yake, anaathiri fikra. Sasa tatizo la kanisa la leo ni ukuaji wa kiroho. Wengi wanaokoka wanadumaa, wengi wanaokoka wanaishi maisha kama wapagani, wengi wanaokoka wanabaki na ukale, wengi wanaokoka kabisa, lakini ukuaji ni changamoto kabisa. Na wanaridhika. Mtu ameokoka, amepewa uzee wa kanisa kanisani, amelizika. Umwambie nini tena? Ameokoka na angalau anapangwa kanisani kuhubiri, utamwambia nini tena? Lakini anasahau kwamba kuhubiri sio kukua. Kuhubiri ni kipawa, hata mlevi anaweza kuhubiri. Unanisikia nachosema? Bwana asifiwe. Kupewa cheo kanisani sio kukua kabisa, na kueleza. Hata mzinzi tu wa huko nje anaweza akaja kanisani na akapewa cheo na akakaa kwenye nafasi. Kukua ni kumwakilisha Mungu. Mungu anaanza kuonekana kupitia maisha yako. Watu wakitaka wamuone Mungu wanakuona wewe. Sasa kwenye maandiko niliyokusomea, Paulo anasema saa ya kuamka katika usingizi imekwisha wadia, maana wokovu wetu karibu nasi kuliko tulivyoanza kuamini. Anazungumza nini? Anazungumza habari za unyakuo. Sema unyakuo, sema unyakuo. Kwa sababu wokovu una stage tatu. Stage ya kwanza ni kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unazaliwa mara ya pili. Lakini stage ya pili ni kulinda ile imani, kuishi ule wokovu, kuanza kutembea kama mwana wa Mungu duniani ukimwakilisha Mungu. Hiyo ni stage ya pili, kulinda ambacho umepewa. Imani hii ulioipokea, Biblia inasema muishindanie. Yuda wakati anaandika waraka wa Yuda anasema muishindanie imani waliopewa watakatifu mara moja tu. Imani uliopewa lazima uipiganie. Imani inapiganiwa, imani inashindaniwa, imani inalindwa. Ndio maana Paulo anasema imani nimeilinda. Maana yake imani inalindwa, imani uliopewa, wokovu uliopewa. Ndio maana kwenye Waebrania anasema tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii. Wokovu uliopewa unajali, unaujali, unalindwa, unatunzwa. Sasa stage ya mwisho ni ile ya kuokolewa, kuondolewa duniani, yani kanisa kunyakuliwa. Hii ndio Paulo anazungumza.
Saa ya kuamka usingizini imekwisha kuadia. Anaposema saa ya kuamka usingizi, maana yake kuna kitu kinaitwa usingizi. Sio usingizi huu wa kimwili, usingizi wa kiroho. Mwambie jirani yako, usingizi wa kiroho. Kuna kitu kinaitwa usingizi wa kiroho. Ukilala kiroho unaibiwa. Tazame jirani yako, upo au umeibiwa wewe? Unaibiwa. Yaani ukilala tu, kwa sababu mtu anaweza akawepo kanisani anaimba kwaya lakini anakoroma, kalala. Kwa sababu tabia ya mtu aliyelala kiroho, hajui kinachoendelea, iwe ni kwenye maisha yake na kwenye familia. Hajui mapenzi ya Mungu juu ya maisha yake, hajui kusudi la Mungu juu ya familia yake, hajui kusudi la Mungu juu ya maisha, haelewi chochote. Akilala kila kitu kimelala. Na tabia ya watu waliolala usingizi wa kiroho, ndio anazungumza Paulo. Anasema tuyavue matendo ya giza. Ukilala tu matendo ya giza yanakuvamia. Ukilala usingizi utakuwa mwongo, huwezi kukimbia uongo, alafu wala ujisikii vibaya. Ukilala usingizi utakuwa unatenda dhambi na uko kanisani na ujisikii vibaya. Unamchukia mwenzako na mnaimba kwaya moja na ujisikii vibaya kabisa. Unasema mimi siwezi kuongea naye. Hapo tunakwambia umeokoka? Nimeokoka, nampenda Yesu, naenda mbinguni. Mbingu ya wenye chuki. Hawaendagi watu wao mbinguni. Sijui unanielewa ninavyosema? Mbinguni huendi. Hawaendaji watu wanaochukia waimbaji wenzao, hawaendaji. Nakwambia kweli, yaani hata kama utaumia, ndio kweli hii. Mbinguni huwezi kwenda wakati unamchukia mwenzako. Ukiona dalili za namna hiyo, hayo ni matendo ya giza yameambatana na wewe. Na kwa sababu hiyo, watu wa Mungu, unyakuo ukija unabaki tena. Uzuri na roho yako wa inajua mtu kama mimi hawezi kunyakuliwa. Mungu anapoleta makongamano kama haya, sio tu ni kwamba uamke wewe umuone Mungu, lakini ni kwamba uanze kuishi maisha ambayo hata akija Yesu leo mbingu unaenda. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Usingizi wa kiroho ni kupoteza consciousness, ni kupoteza hali ya kujitambua. Ukilala kiroho unapoteza hali ya kujitambua. Ukilala usingizi unapoteza kujitambua, na ukilala usingizi mamlaka haifanyi kazi. Mmoja hajanielewa. Kumbuka wakati Yesu anavuka na wale mitume kwenye ile bahari, wanavuka wako kwenye chombo, Yesu akalala usingizi. Mawimbi yakaanza kupiga, chombo kinaingia maji, wanajaribu kuchota yale maji watoe, wapi? Walipoona wanakaribia kufa, Biblia inasemaje? Wameshindwa, inasemaje? Wakamwamsha Yesu, wakamwambia, Bwana mkubwa, hivi wewe kufa kwetu, wewe kwako haikusumbui? Sasa jiulize, Yesu alikuwa mle, lakini chombo kinafanya nini? Kinapata shida. Kalala nini? Walipomwamsha, alipoamka tu namna hii alafu akaanza kuzungumza na upepo, tulia. Mawimbi, tulia. Wote wakatoa macho hivi, huyu ni mtu wa namna gani mpaka upepo na mawimbi yanamtii? Alipokuwa amelala, mamlaka ya kutuliza upepo haikufanya kazi mpaka saa alipoamka. Unisikilize, unaweza ukawa na mamlaka yote ya kimungu ndani yako, ukilala usingizi, hata wanaojifunzia kuloga watakuonea. Ukilala usingizi watakuonea. Kuna vitu unaanza kuona vya ajabu wakati wewe Mungu amekuokoa wewe uwe baraka kwa familia. Wewe ukiomba, mapepo hayawezi kugusa familia. Wewe ukiomba, wachawi hawawezi kugusa familia. Wewe ukiomba, watoto wako wasionewe. Lakini unaweza kukuta kwa sababu ya kulala usingizi,
Watu wanacheza cheza tu, nguvu za giza zinajinafasi tu kwenye familia, kwenye ndoa, kanisani unakoabudu, wanacheza cheza tu, hamwafanyi chochote. Sasa Paulo anasema saa ya kuamka usingizi imekwisha kuadia. Wokovu wetu karibu nasi kuliko tulivyoanza kuamini, lakini anasisitiza hapa, anasema usiku umeendelea sana, mchana umekaribia, basi tuyavue matendo ya giza. Sema matendo ya giza. Tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Paulo hasemi yavueni, anasema tuyavue. Maana yake anajiingiza na yeye, kwa sababu hawa aliokuwa anawaambia ni kanisa, watu wa Mungu, ni kanisa, watu wa Mungu. Mimi nataka nikwambie, unaona mwenzako amekaa hapa, lakini watu wako hapa wanatembea na hofu mioyoni mwao, hawajiamini. Mimi nakueleza, wengine wanatembea na hofu za mauti, wengine wanatembea na hofu za maisha, hawana tumaini juu ya siku zijazo. Kwa nini? Kwa sababu silaha za nuru hazijawa halisi kwao. Kwa hiyo kuna namna Roho Mtakatifu huwa anawaamsha watu, huwa analeta uamsho wa kiroho kwenye nafasi aliyokuweka. Siku ile Yesu anakuokoa kama umeokoka. Kama hujaokoka, maana yake unatakiwa kuokoka. Huu ni mwaliko wa kuokoka, sio kumsema Roho Mtakatifu ambaye hajakaa ndani ya roho yake. Ilikuwa ni kuamka, Mungu amuamshe kwamba kuna jambo moja umelikosa. Kama vile Kornelio alikuwa anatoa sadaka, anaomba. Kornelio, kwa taarifa yako, alikuwa ni mcha Mungu, akaona na maono, lakini na sadaka zake zikafika mbinguni, lakini Mungu akajua bado jambo moja, wewe pamoja na kuwa mtu wa ibada, kuna jambo bado. Kuna mtu anatakiwa kuja akuhubirie, anaitwa Petro. Tuma watu Petro kule Yafa, atakuja huyo Petro akikuhubiria, akikufundisha, hili jambo litatokea. Angalia, Biblia inasema kwanza alikuwa hata kubatizwa tu, hajabatizwa, mbingu zikamwonea huruma, wakamwona moyo wake alionao. Maandiko yanasema, ndipo Petro, kasome ile Matendo ya Mitume sura ya 10. Haleluya. Petro alipofika akawaambia, na Petro mwenyewe aliambiwa na Roho Mtakatifu kwenda kumhudumia. Alipofika amekusanya nyumba mpaka majirani. Petro akaanza kuambia neno la Mungu, anawaambia neno la, wakati anawaambia neno la Mungu, nyumba nzima wakajaa Roho Mtakatifu, wakampokea Roho Mtakatifu. Tangu siku ile wakampokea Roho Mtakatifu, akaingia ndani yao, wakampokea Roho Mtakatifu, akaingia ndani yao. Biblia inasema na wakabatizwa nyumba nzima. Ndipo Petro anasema kwa kweli Mungu hana upendeleo. Kumbuka, Kornelio alikuwa mtu wa mataifa kabisa, hakuwa Myahudi, lakini alikuwa na hofu ya Mungu, lakini alikuwa hajakamilika kikawaida. Leo tungesema ni mtu wa ibada, ni mtu anayesali, ni mtu anayetoa sadaka, ni mtu ambaye kanisa linamtambua, lakini alikuwa bado hajasaliwa mara ya pili. Kwa sababu kuzaliwa mara ya pili lazima Roho Mtakatifu aingie ndani yako, Yesu aingie ndani yako, ndipo maisha ya Kornelio yakabadilika. Sasa watu wengi wanalizika na yule Kornelio wa kwanza, kwa kuwa ninamcha Mungu, kwa kuwa ninatoa sadaka, kwa kuwa ni mtu wa ibada, basi nimenani. Sio kweli. Kama umenielewa sema amen. Na ndio maana kazi ya kwanza ya uamsho ni kuleta toba, kuleta wokovu. Tena sio toba ya kawaida, toba iletalo wokovu. Kwa sababu uamsho ni kurejesha uhai. Uhai wa nini? Wa kiroho. Uamsho ni kufanya kilichokufa kiwe hai. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapoleta uamsho wa kiroho, analeta toba ya kweli moyoni, anaamsha moyo wa kutubu ndani ya mtu, wa kurejea kwa Mungu.
na sio kufurahia kwamba mimi ninatumika, mimi ninasali. Toba ya kweli ya kusema kuanzia leo mimi nataka niyavue matendo ya giza, nivae silaha za nuru. Nataka niachane na mambo haya ya uovu, nipokee maisha mapya yanayotoka kwa Mungu aliye hai. Anapoleta kitu cha namna hiyo, maana yake analeta mgeuko, maana yake analeta wokovu. Toba liletalo wokovu, toba liletalo wokovu. Uamsho unaletwa na toba liletalo wokovu. Analeta moyo wa toba ili upate kumgeukia Mungu, upokee wokovu kwanza, upokee maisha mapya kwanza, uwe kiumbe kipya kwanza. Ndio maana Wakorintho wa pili 5:17 anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ya kale ni yapi? Maovu, dhambi, makosa, laana, mikosi, baraa, vifungo, nguvu za giza, mapatano, maagano, mizimu ya familia, mizimu ya ukoo, mizimu ya kabila. Hayo ni mambo ya kale. Ukishakuwa ndani ya Kristo ukawa kiumbe kipya, anakuvua vazi la zamani, anakuvisha vazi jipya, vazi jeupe, vazi takatifu, vazi la kiroho, vazi la wokovu. Anakuvisha, na akikuvisha namna hiyo, mizimu ya familia uliozaliwa inajua, kuzimu wanaelewa, shetani anaona, malaika mbinguni wanaona, Roho Mtakatifu anaona, kila kitu kinaona, ardhi nayo inatambua, mbingu nazo zinajua. Ulimwengu wa roho kimetokea kiumbe kipya, na mbinguni wanaandika kwenye vitabu vya kumbukumbu na kwenye kitabu cha uzima. Mbingu zinafunguka, zinaanza kukutambulisha kwa jina jipya, jina jipya kabisa kabisa. Na pale ndio unashangaa, ujasiri unarejea, pawa inarejea, ufahamu wa kiroho unaingia, macho yanaanza kufunguka, akili mpya ya kimungu inaingia. Hutahitaji kusimuliwa. Bila hivyo utaombewa, utazunguka miji na miji, natafuta mtumishi anisaidie, anitoe kwenye kifungo hiki. Bwana wewe, mruhusu Roho Mtakatifu akuamshe, akuondoe kwenye vazi la maovu, uvue matendo ya giza, uvae silaha za nuru. Kuna mambo yataondoka kwenye maisha yako, sio mpaka ukutane na nabii, sio mpaka ukutane na mwalimu, sio mpaka ukutane na mtumishi. Kuna mambo yatakimbia yenyewe. Biblia inasema kabisa, naye alituokoa, Wakolosai 1:13 hadi 14, naye alituokoa kutoka katika nguvu za nini? Za giza, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ndio maana wokovu ulishatolewa tayari, kazi kwako kukubali. Unahitaji kuruhusu wokovu original kuingia ndani yako kabisa, kumwambia Bwana niokoe, kaa ndani ya roho yangu. Huo ndio mchakato wa kwanza, na sio kuomba, kumwambia Bwana niokoe, kaa ndani yangu, tengeneza maisha yangu, nataka kutembea na wewe, nataka kuishi na wewe. Huo ndio mchakato nambari 1. Ukipokea namna hiyo, nisikilize, haya mengine tutakaokuwa tunadili nayo ni mepesi 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 sana. Kuna matendo tunaenenda nayo yametulaza. Wengine mliokoka lakini mmepoa, kuna maanguko mengi. Ufunuo anasema angalia ni wapi ulipoanguka ukatubu, maana ule upendo wa kwanza siuoni ndani yako. Maana yake unaweza ukawa uliokoka lakini maanguko ni mengi, umejaa uchungu, umejaa chuki, umejaa kisasi, umejaa maumivu moyoni, umejaa huzuni, unajisikia vibaya, yani mpaka unafika mahali hata ukiingia kwenye maombi huna nguvu ya kuomba kwa sababu ya uchungu, majeraha, hasira, kisasi
unachotembea nacho, kwa sababu tu ya chuki ulio nayo, kwa sababu tu ya namna ulivyokata tamaa, unafanya chochote unachokiona mbele yako, unasema potelea mbali. Kama Mungu angenisaidia, si angenisaidia sasa? Ameacha hadi nimefiwa mtoto wangu, ameacha hadi nimekutana na haya, ameacha hadi umekata tamaa, unakupelekea kufanya mambo mabaya, umekubaliana na matendo ya giza. Wewe ni mtu uliyelala, wewe ni mtu uliyepoa, wewe ni mtu uliyechoka, wewe ni mtu uliyefarakana na uzima, wewe ni mtu ambaye umepoa na kurudi nyuma. Cha kwanza unachohitaji ni uamsho wa kiroho, kumpokea Roho Mtakatifu kwa upya, kumwambia Bwana, ninarudi kwako, natamani uyaondoe matendo ya giza, ondoa uchungu, ondoa hii huzuni, ondoa hii hasira, ondoa haya mawazo mabaya, ondoa hii dhambi, ondoa haya makosa, ondoa hivi vyote. Natamani wewe Bwana uyatawale maisha yangu. Unapoenda mbele za Bwana namna hiyo, unamwambia nataka nianze upya na wewe. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, anaanza kuponya majeraha, anaanza kurejesha ile uhai, anaanza kuiponya roho yako, anarejesha ule moto uliozimika, anarejesha ile haki yake, anarejesha ule ujasiri, anarejesha ile imani, anarejesha ile nuru. Ghafla unainuka, unajikung'uta, unasafisha mavazi yako ya kiroho, ule unajisi unaondoka, utakatifu unaingia ndani yako. Ghafla amani inasaliwa, ghafla furaha ndani ya roho yako inarejea, na huo ndio uzima. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Mandarabasha. Wangapi wamenielewa? Wangapi wamenielewa jioni ya leo? Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Nitakuonyesha vipengele kesho, Roho Mtakatifu anavyokuamsha, anavyoleta uamsho wa kiroho kwenye nafasi. Nitakueleza juu ya nafasi ambayo Mungu anakuweka akikuokoa, lakini nitakueleza namna anavyokuleta uamsho. Nitakueleza njia ya kwanza, nimekwambia analeta moyo wa toba ndani. Toba ya kugeukia Bwana, tena sio toba ya kawaida, sio toba ya kutaka ufunguliwe vifungo, toba ya kumrejesha Bwana kwenye maisha yako, toba ya kurejea. Ndio maana kwenye Yoeli anasema lalueni mioyo yenu, wala sio mavazi yenu, mpate kurejea. Ndio maana ukisoma vizuri Mathayo 5 mstari wa 8 anasema heri wenye moyo safi, maana hao watafanya nini? Watamwona Bwana. Huwezi kufanya moyo wako kuwa safi, moyo unafanywa safi na Bwana mwenyewe. Ndio maana lazima utafakari moyoni mwako. Funika macho yako. Baba Mungu, katika jina la Yesu uliye hai, wewe ndiwe Mungu peke yako, zaidi yako hakuna Mungu mwingine. E Bwana, asante kwa neema yako, asante kwa rehema zako, asante kwa ajili ya jioni ya leo, asante kwa ajili ya pendo lako Bwana. Watu hawa ni watu wa thamani sana, hakuna mtu anaweza kuipima thamani yao na chochote. Ndio sababu Yesu ulikuja ukafa msalabani kwa ajili yetu, kwa sababu ya thamani ulioiweka kwenye maisha yetu. E Bwana, haifanani na kitu chochote. Watoto wako na watu wako na watumishi wako waliofika jioni ya leo kwenye kongamano hili, e Bwana, wanawake na wanaume, vijana wa kike na wa kiume, Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya neno, asante kwa ajili ya kusema nao, asante kwa ajili ya misisitizo ambayo umeweka ndani yao. E Bwana, asante kwa huo moyo wa toba unaoachilia ndani yao, asante kwa huo moyo wa unyenyekevu, e Bwana, mbele za uso wako unaopanda ndani yao. Asante hiyo hali unaoiamsha ndani yao ya kujali wokovu, ya kujali mahusiano, katika jina la Yesu. Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu
uovu. Ninatambua uko hapa Bwana, katika jina la Yesu. Wewe ndio unayeondoa giza na kutia nuru kwenye maisha ya watu. Wewe ndio unayesababisha utukufu wa Baba kuonekana, katika jina la Yesu Kristo. Nami mtumwa wako Bwana, nimesimama kwenye madhabahu hii. Ardhi inashuhudia, anga linashuhudia, mimea inashuhudia, vyote visikiavyo vyenye mwili, vyenye uhai na visivyo na uhai vimeshuhudia Bwana ya kwamba nimenena, ya kwamba nimesema. Hii ni siku ya kwanza. Nimenena na watu wako wa thamani hawa, nimenena na watoto wako, nimenena na watumishi wako kwenye jengo hili Bwana. Wewe ni Mungu usikiaye, wewe ni Mungu uonaye, wewe ni Mungu utazamaye, wewe ni Mungu uangaliaye. Yesu umeona, Yesu umetazama, Yesu uko hapa. Yesu nawapenda watu wako kwa damu ya Yesu aliye hai. Asante kwa neno, asante kwa jioni hii. Tufungulie mlango Bwana wa kutengeneza maisha yetu kwa damu ya Yesu aliye hai. Nataka tukaombe. Funika macho yako, fuatana na mimi maombi haya kwa imani kabisa. Sema, e Mungu aliye hai. Paza sauti yako, sema, e Mungu aliye hai, katika jina la Yesu. Wewe unanijua, unayajua maisha yangu, unayajua maisha yangu, unayajua maisha yangu ya wazi na ya siri. Hakuna jambo Bwana ninaweza kufanya mbele za uso wako katika ulimwengu huu wewe usijue wala usione. Kila nililofanya liko wazi, kila nililowaza liko wazi mbele zako Bwana. Jioni ya leo nimesikia neno lako, ninainua mikono yangu, ninainua mikono yangu, shala ya kunyenyekea, shala ya kusalenda mbele za uso wako. Jioni ya leo wewe unayajua maisha yangu ya kiroho namna yalivyo. Wewe unayajua mambo yote ya sirini ndani ya moyo wangu. Bwana, jioni ya leo nafungua moyo wangu, nafungua moyo wangu. Ninaomba ingia ndani yangu, upate kunirehemu, upate kunisamehe kila njia unayoiona ndani ya moyo wangu iliyobeba uovu, iliyobeba makosa. Hiyo njia inayonipeleka kwenye upotevu. Jioni ya leo nimesikia neno lako, ninaomba toba, ninaomba toba, ninatubu Bwana kwa ajili ya njia zangu, kwa ajili ya matendo yangu, kwa ajili ya makosa yangu, kwa ajili ya maovu yangu. Nisamehe Bwana jioni ya leo, jioni ya leo. Nisamehe Bwana, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Unioshe Bwana, uniondolee Bwana kila aina ya uovu, kila aina ya dhambi, kila aina ya makosa yaliyokaa ndani ya roho, ndani ya moyo na kwenye mwili wangu. Nitakase, nioshe kabisa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hayo matendo ya giza, matendo maovu kwenye maisha yangu Baba, jioni ya leo ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba kwa damu ya Yesu.
kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hayo matendo yaliyosababisha nipoe Bwana, yanayosababisha ukengeufu kwenye maisha yangu, jioni ya leo nilehemu, 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 nilehemu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yatawale maisha yangu kwa upya kabisa. Rejesha uhai wa kiroho ndani yangu Bwana, niokoe tena, nifanye kuwa mpya kuanzia leo na hata milele, kwa jina la Yesu. Mimi ni wako, mimi ni mwanao. Asante Bwana kwa kunilehemu, asante Bwana kwa kunisamehe, asante Bwana kwa kunisamehe. Sasa Bwana, ninaomba kwa jina la Yesu, amsha ndani yangu, amsha Bwana maisha mapya, amsha ndani yangu hali ya kiroho, iamshe Bwana kwa jina la Yesu. Amsha roho yangu, amsha moyo wangu, amsha nafsi yangu, amsha roho yangu, amsha ufahamu wangu, amsha hekima yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Niamshe Bwana, niamshe Bwana, niamshe Bwana, na chochote kinacholeta usingizi wa kiroho kiondoe Bwana kwenye maisha yangu, kiondoe Bwana, kiondoe Bwana, kiondoe Bwana kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nataka ujiombee sasa, nataka ujiombee dakika moja. Fungua kinywa chako mbele za Bwana, ukisikia kumimina moyo wako mbele za Bwana, kumwambia Bwana akurehemu, ukisikia kumwambia Bwana ondoe hiyo hali inayofunika ili usiwe na uhai, ili usiwe na uamsho ndani yako. Mwambie Bwana, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako. Ninapokuombea pia fungua kinywa chako, na usimshangae jirani yako. Chochote kinachotokea kwa jirani yako usishangae, usishangae. Fungua kinywa chako. Baba, kwa jina la Yesu, ninawaombea watoto wako hawa na watumishi wako hawa. Wengine wanatengeneza mahusiano na wewe, wengine wanarejea kwako Bwana, wameona hali ya kupoa. Wengine wanaomba Bwana, wanaona pamoja na kwamba wameokoka, lakini ile nguvu waliotakiwa kutembea nayo na ule uhai waliotakiwa kutembea nao hauko ndani yao. Wengine kwa sababu ya vita, wengine kwa sababu ya majaribu waliopitia, wengine kwa sababu ya mapito, mioyo yao imejaa uchungu, mioyo yao imejaa majeraha, wengine wanasikia kuchoka ndani yao. Baba, kwa jina la Yesu, kwa kuwa tumeomba jioni ya leo, nami ninaomba kwa mamlaka ya jina la Yesu. Fungua kinywa chako mpendwa, anza kuomba katika jina la Yesu. Ninaamuru urejesho ndani ya roho ya mwanaume huyu, ndani ya roho ya kijana huyu. Ninaamuru urejesho, hilo giza mene tekeli na pelesi, na hizo roho zinazopambana naye ili kumchosha na kumrudisha nyuma, kwa mamlaka ulionipa katika jina la Yesu aliye hai. Ninaiashiria damu ya Yesu kwenye huo moyo, ninaiashiria damu ya Yesu kwenye hizo fikra, ninaachilia damu ya Yesu kwenye hiyo nafsi, ninaachilia damu ya Yesu kwenye maisha ya mtumishi wako huyo, kwa damu ya Yesu aliye hai. Ninaamuru uzima, ninaamuru uponyaji wa hiyo nafsi, ninaamuru uponyaji wa huo moyo katika jina la Yesu. Hali ya umateka na mashambulizi katika ulimwengu wa roho juu ya nafsi yake, kwa mamlaka ulionipa katika jina la Yesu aliye hai, hiyo roho
inayopambana naye kwa jina la Yesu. Toka kwenye huo moyo, toka kwenye hiyo nafsi, toka kwenye huo mwili, toka kwenye hiyo fikra kwa damu ya Yesu. Wewe roho unayemrudisha nyuma, wewe roho unayemsafisha, wewe roho unayepambana naye, yes, yes, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ndio, achia huo moyo, 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 achia hali yake ya kiroho kwa damu ya Yesu. In Jesus' name, in Jesus' name, fire Jesus. Uwe huru kabisa, uwe huru kabisa, uwe huru kabisa. Nasema huru, nasema huru, nasema huru kwa damu ya Yesu. Jesus, yes, yes, fire Jesus. Pokea neema hii mama, mshike kwa nyuma. Pokea neema hii, pokea neema hii, pokea urejesho, pokea urejesho kwenye roho yako na kwenye nafsi yako na kwenye nafsi yako. Fire Jesus. Yes, yes, fire Jesus. Fire Jesus. Pokea neema kuanzia leo. In the blood of Jesus, in the blood of Jesus, in the blood of Jesus, fire Jesus. Urejesho ndani yako kuanzia leo, kuanzia leo, mshike huyo mama. Fire Jesus. Kuanzia tarehe leo ninamuru uzima kwenye moyo wako, kwenye nafsi yako. Fire, the blood of Jesus, in the blood of Jesus. Pokea uhuru mama, pokea uhuru. Nasema pokea uhuru kwenye nafsi yako. Jesus, Jesus, yes. Bwana akuweke huru kabisa. Mshike asianguke vibaya. Jesus, mweke mkono kifuani. Jesus, pokea, pokea mtumishi, pokea dada. The blood of Jesus, fire Jesus. Mando robo sanda rabako rabasawa. Yes, Bwana rejeshe, Bwana rejeshe, Bwana rejeshe. Alejeshe uhai, alejeshe hiyo neema. In Jesus name, in Jesus name. Kuanzia leo, kuanzia leo hakuna kurudi nyuma tena. By the blood of Jesus, in Jesus name, in Jesus name. Pokea baba, pokea baba yangu, pokea neema hii kwenye roho yako, kwenye moyo wako. Kuanzia leo, kuanzia leo, nasema kuanzia leo, nasema kuanzia tarehe leo. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus, by the blood of Jesus, urejesho ndani ya roho yako. In Jesus, pokea neema, pokea urejesho, pokea kipawa, pokea hiyo nguvu ya wokovu tena kwa jina la Yesu aliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana urejeshe huo moto, arejeshe hayo maisha yake ndani yako kuanzia tarehe leo, kuanzia hivi leo, kuanzia hivi leo. Bwana ayaponye maisha yako, Bwana aponye. Yes, 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 in the blood of Jesus. Yes, yes. Unapokea. Simama mahali ulipo, mtu wa Mungu. Najua tumemaliza. Simama mahali ulipo, in Jesus name. Na moyo uzima kabisa kwenye moyo wako, uchungu, majeraha ya nafsi, paweka kuanzia sasa. Kama nimekuombea, rudi kule nyuma, paweka kuanzia sasa. Paweka, nasema paweka, nasema kwenye moyo wake, kwenye nafsi yake.
kila jeraha, kila maumivu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Usiwe mateka tena, nasema usiwe mateka tena, usiwe mateka. Jesus. Yes, mshike kifuani, mshike kifuani, mshike kifuani. Wewe dada, mama, mshike kifuani, simama hapo, mshike kifuani. The blood of Jesus. Anapokea uponyaji, mtu wa Mungu, mtoto wa Mungu. Yes, pokea uponyaji. Maisha yako hayajafika mwisho, yanaanza tena. Nasema yanaanza tena, nasema yanaanza tena. Mwangaza mpya unatokea kwenye maisha yako kuanzia tarehe leo, kuanzia tarehe leo, kuanzia tarehe leo. Ulimwengu wa roho, maisha yako unabadilishwa. In Jesus name. Nyanyua mikono yako, mtu wa Mungu, simama mahali ulipo, simama mahali ulipo, tunamaliza. Nyanyua mikono yako, sema Roho Mtakatifu, nataka uikabidhi kongamano na ujikabidhi kwa Bwana. Mungu akusaidie. Unanisikia anachosema? Tunakuwa na maombi na maombezi na kulisikiliza neno. Jiandae kumwomba Mungu. Hebu sema Roho Mtakatifu. Sema kwa sauti, Roho Mtakatifu. Sema kwa sauti tena, Roho Mtakatifu. Asante Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Ninajikabidhi mikononi mwako, mimi na familia yangu. Ninakabidhi siku hizi za kongamano mikononi mwako. Roho Mtakatifu, ninaomba unisaidie. Kutana nami Bwana kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu, kwenye hali yangu ya kiroho. Uyaponye maisha yangu, uyafungue maisha yangu katika jina la Yesu. Nione mwangaza mpya, nione nuru mpya ikitokeza kwenye maisha yangu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya jioni ya leo. Uende nami Bwana mpaka nyumbani. Uwepo wako Roho Mtakatifu unifunike na kuniatamia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Aya, omba dakika moja kumshukuru Mungu, omba dakika moja kumshukuru Mungu. Mwambie Mungu asante. Usishangae wenzako wanapoomba. Mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante. Ninakushukuru tena Bwana, ninakutukuza kwa ajili ya jioni ya leo. Umesema nami, ninakushukuru. Ninakabidhi kongamano hili mikononi mwako Baba. Utuonekanie hapa, walete watu wako Bwana na familia zao. Sema nasi kwenye hili kongamano. Amsha maisha yetu, amsha hali yetu ya kiroho, amsha hali yetu ya kiuchumi. Sababisha miujiza mikubwa, sababisha ishara na maajabu kwenye kongamano hili Bwana. Inua maisha ya watu wako na watumishi wako walioko hapa ambao umewaleta jioni ya leo. Wape neema kesho kuja, wape neema kesho kufika. Tangulia nyumbani kwao, tangulia kwenye familia zao. Mkono wako uwe pamoja nao, ponya maisha yao, nenda nao nyumbani, fungua maisha yao, inua maisha yao katika jina la Yesu. Nuru yako ipate kuangaza kwenye maisha yao Bwana, katika jina la Yesu. Wamebarikiwa wanapoenda, wamebarikiwa kwenye familia, wamebarikiwa kwenye maisha yao, wamebarikiwa nyumbani kwao. Amani yako iwatangulie kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai.